Mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar kupitia chama cha ADC Mheshimiwa Ahmad Rashid Mohamed amesema ikiwa Zanzibar watamwamini na kumchagua katika uchaguzi mkuu ujao, atatoa elimu bure kwa wanafunzi kutoka ngazi ya chekechea hadi chuo kikuu bila malipo, ataimarisha sekta ya kilimo na uvuvi na kuzalisha ajira kwa vijana. Mheshimiwa Ahmad ametoa ahadi hizo kwa wananchi wa jimbo la Makunduchi, wilaya ya Kusini, mkoa wa Kusini Unguja, ikiwa ni mwendelezo wa kampeni za uchaguzi mkuu zinazoendelea hapa nchini. Tukasema mambo haya mawili. La kwanza, shibe kwanza, lakini la pili, elimu ambayo tutaitoa chini ya ADC bila ya malipo, kutoka chekechea, kutoka madrasa mpaka chuo kikuu bila ya malipo. Kwa hiyo nakuombeni ndugu zangu wa Makunduchi, fursa mbili kubwa mnazo: fursa ya kilimo na fursa ya uvuvi. Kusini mnatoa maembe wa Yamuyuni. Maembe haya yana sifa ya kipekee. Kama serikali inajipanga kuweka miembe 10,000 ya Muyuni, ndani ya miaka mitatu mtakuwa na thamani ya bilioni 6 shilingi. Pemba wakiweka maembe ya siagi 10,000, miche 10,000, watakuwa na bilioni 6 ndani ya miaka mitatu. Umaskini upo hapo. Ndugu zangu, kinachotakiwa ni kiongozi mwenye ubunifu wa njia za muda mfupi na njia za muda mrefu. Nimewafanyia ndugu zenu wa Wawi, niliwapelekea miti ya mikorosho. Kaulizeni leo. Kwa hiyo kina kila sababu ya kuomba nafasi ya uongozi. Ndani ya uongozi wetu tunasema siku 100 za kwanza tutahakikisha mchele Zanzibar hauzidi shilingi 1,500. Hakuna sababu ya kununua mchele shilingi 2,300 au 600. Hakuna. Kama mfanyabiashara akija akithibitisha kwamba bei yake inazidi 1,500, serikali kilichozidi italipa, lakini mlaji anunue kwa 1,500. Mkutano huu wa ADC waliokuja na kauli mbiu ya dira ya mabadiliko shibe kwanza ulitiliwa nguvu na mtaalamu wa kizalendo ambaye ameeleza kuwawezesha vijana kiteknolojia. Ndoto yangu tutengeneze underwater bridge. Akasema nipe specification, nikamwambia right sir, I can do so. Nikakusanya timu tukatengeneza michoro, kwa hiyo imekwisha. Tuna nyumba 3,500 uwandani hapa. Sio 3,500 kama hizi. Sio chini ya ghorofa 18 mpaka 22. Kwa hiyo nina hakika hiyo ni university tosha. Vijana wenzangu wakae, ukimuuliza Samusu yeye akaniji vyema, ukamuuliza Yengwa yeye akaniji vyema, manake vuniwa mdogo wao. Sasa miradi yenu yote, miradi yenye nguvu, nyumba 3,500, kijana ambaye hajataka kuwa fundi au ifundi tena. Kwa hiyo treni inatoka kule ikiwa juu kilomita 8, inazama chini ya maji, kuna tunnel 2 za Pungume na kutokea Chore, lakini inakuja direct Kizimkazi, inatokea juu, ina rotate eneo la uwanda wa Kilimanyege. Aidha mnakijua. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu ADC Madam Mtumwa amewasihi wana Makunduchi kumchagua mwakilishi wa ADC, huku mwakilishi mwenyewe kwa kutumia lahaja Kikae akawasisitiza wanakae kumchagua kwa misingi ya kuwa karibu nao sambamba na kuzitambua changamoto za wana Makunduchi. Naomba mnyoshe mikono, ikifika tarehe 29 mumchague mwakilishi wetu Bwana Isa Msuri, lakini pia mumchague mbunge wetu Bwana Pandu, ili jimbo hili liwe jimbo la ADC kwa ajili ya maendeleo ya jimbo.
changamoto zote nyinyi mnazijua. Naomba sana 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 mubadilike ili jimbo liwe wera. Muvejua nyumba yangu muijua wala mjini sina lalamie. Jamana kukani mambo matatu tu. Jamaa kiongozi tu nao wanatutenda vibaya. Jamaa suwe tuna wazaliwa wakae wanasomea ujalimu au wanakwambia tunajitolea ujalimu. Watu wana miaka 5 wanajitolea ujalimu. Jamaa hawa naajiliwa wanachukulwa watu ambao kanauzwa. Jaje wewe kusomea ujalimu mtu kawapangawe kana jasomesha kae. Jamaa mie nayona na mwalimu yeye mwasema mie kae ncha kugoma kusomesha skuli kana kuja saa 5. Mheshimiwa Hamadi ambaye ni mwanasiasa mkongwe ametumia nafasi hiyo kwa kukumbusha Wazanzibari kutokubali kutumika katika kuvunja sheria na amani ya nchi kabla, wakati wa uchaguzi na baada ya matokeo. Naomba sana ndugu zangu, msishawishike kuingia barabarani. Msiwashawishike kufanya vitendo ambavyo ni kinyume na katiba, ni kinyume na sheria, lakini ni kinyume hata na maagizo ya Mwenyezi Mungu aliposema tumtii yeye, manabii wake na serikali zilizoko madarakani. Mkutano huo uliofanyika katika uwanja wa Kitenge Mzuri Makunduchi ni mwendelezo wa mikutano ya kunadi sera za uchaguzi mkuu katika kinyang'anyiro cha kuingia Ikulu kwa njia ya kura Oktoba 29 mwaka huu 2025.